Kichwa cha neno nasema, Our headline says, wakati wowote unapojifanya uko sawa, anytime you ever think that you are right, inazuia baraka za Mungu katika maisha yako. it keeps you away from the blessings of God in your life. Wakati wowote Anytime unapojifanya uko sawa, that you ever think that you're right, inasababisha katika maisha yako it will cause your life kutokupata baraka. to be hindered from the blessings. Tusoma katika kitabu cha Wafilipi. We shall read from the book of Philippians, Sura ya 4 na mstari wa 15 chapter 4, verse 15. mpaka 19. Maandiko yanasema, nanyi pia ninyi wenyewe mnajua, enyi wa Filipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Kwa kuwa hata huyo Thesalonike mliniletea msaada, kwa kuwa hata huko Thesalonike mliniletea msaada kwa mahitaji yangu, wala si mara moja. Si kwamba nakitamani kile kipawa, bali na yatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Verse 18. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi, tena nimejaa tele. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali, impendezayo Mungu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Na Mungu wangu atawajazeni kile mnachokihitaji, kwa kadri ya utajiri wake, kwa kadri ya utajiri wake, katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tunaona katika kitabu hichi cha Wafilipi, we see in this book of Philippians, Paulo anazungumza, anasema, and Paul speaks and says, anazungumzia juu ya habari ya matoleo. He is talking about the news about giving. Anasema kwa kanisa zingine zote, that in all churches that have gone, lakini nyinyi ndo mmekuwa watu ambao mlisimama pamoja na mimi. But you are the people who have stood by me. Mumeweza kusimama na kujibu mahitaji yangu. You have stood by my side to answer my demands. Mkaweza kunitolea katika injili yangu na katika kazi ya Mungu ambayo nilikuwa nafanya. You have supported me in the gospel of Christ Jesus and in this ministry. Na ukiangalia ili andiko, and when you read this given scriptures, linazungumzia habari ya kutoa. It is talking about giving. Na watu wengi wakiangalia wanaanza kuona pesa. And many people, when they look at this, they begin focusing their minds on money. Kwa sababu ukiangalia habari za pesa zina historia nyingi. Because when you look at the news about money, it has a lot of history. Lakini kuna vitu katika maisha, but there are things in life ambavyo ni hitaji that are desires or demands zaidi ya pesa. More than money. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo yeye anazungumzia mlitimu mahitaji yangu. And therefore he says that you are able to stand by me in my demands and desires. Kwa hii kanisa ambalo mliweza kujitoa nikajazwa. In this church you are able to give yourselves and I was filled. Nikaongezeka. And I was expanded.
nikakuwa sawa, and I was okay kwa sababu mlisimama na mimi. because you stood by me. Lakini wengine hawakuona, But other people didn't see, kujua mahitaji ambayo niko nayo. to see the desires and demands that I ever had. Huyu ni Paulo anazungumza This is maneno kama Paul haya. speaking these words. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo katika maisha sio pesa tu And therefore in life it's not about money ambayo inaweza kukua hitaji, that can be a desire or someone's say demand or want. kwa sababu unapoambia mtu ninahitaji, Because when you tell someone that I have a want, huyu mtu anaona pesa tu, this person will only look at or focus on money. lakini mahitaji yanazidiana. But always wants or desires are different. Ndiyo, kuna mahitaji ya pesa, Yes, you can need money. kuna mahitaji ya upendo, Yes, you can need love. kuna mahitaji ambayo uko upweke, unahitaji mtu. And maybe you are lonely and you need someone close to you. Hiyo That's a ni need. hitaji. That is a need. Kuna hitaji ya kufungua duka. There is a need for you opening a business. Kuna mahitaji ambayo unasema nataka hatima yangu niifikirie. There is a desire of saying that I want to get to my say to my level Destiny. best, to my destiny earlier. Kuna mahitaji ambayo unasema nataka mtoto. There are desires that you will say that I need a child. Kuna hitaji ambayo unasema nataka kusafiri. There is a desire you say that I want to travel out. Kuna hitaji ambayo unasema nataka nipite mtihani. There is this one that will say that I want to have a success. Lakini mara nyingi tunaangalia pesa, But many a times we focus on money. lakini hatuangalii ile utupu ambayo ipo ndani And ya we don't mtu. look at the emptiness that is in people. Kwa sababu ukiwa na njaa, Because when you are hungry, lazima uhitaji chakula. you have to be in need of food. Ukiwa na kiu, If you are thirsty, kile kinahitajika ni maji. what you need is water. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo mahitaji yako tofauti. And therefore desires or demands are Kwa hiyo anataka kuwashukuru, anawaambia and therefore hawa Filipi, he is grateful to them and he tells anasema them Mungu that God ambaye anajaza akawajaze. that is fulfilling, may he fill you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nimesema ukijifanya uko sawa, I say that if you think that you're right, unasababisha maishani mwako usibarikiwe. you cause your life not to be blessed. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nadhani utanielewa tu. I pray that you understand me. Katika maisha ambayo tuko In the nayo, life that we have, unaweza kuonekana una hekima, you might be seen to be wise, lakini hekima but wisdom, pasipo, wakati mwingi tunaweza zani, narudi neno kuwa na hekima, sometimes you might think that unasema niko na you hekima, say that I am wise, lakini hekima yako but your wisdom, hauwezi kwenda mahali ukajibu you cannot go somewhere to answer questions wakati hawajakuuliza when you swali. have not been questioned. Kwa hiyo hekima yako unapojibu And swali therefore your wisdom when you answer na questions haujaulizwa and swali, yet you've not been asked, hekima yako ni bure. your wisdom is useless. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sijui kama I unanielewa. don't know if you understand me. Nifike hapa I come here nianze kumjibu mama. and I began to answer Huyu her mama hajaniuliza and kitu, she has not questioned me, lakini mimi ni mjibu, and then I answer her. ndaonekana mpumbavu. I'll be seen to be a fool. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ili ujazwe For you to be filled au ujibiwe, or for you to be answered, heshima ya jibu the wisdom of an answer ni swali. is a question. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni ngumu kiasi. That's quite challenging. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wakati wowote Anytime ambao hakuna swali, that there's no question, ni ngumu kupata majibu. it's not easy for you to have answers. Kwa hiyo katika maisha And therefore in life, tunamwona Paulo, we see Paul, huyu Paulo ambaye tunamzungumzia, this man Paul, ambaye anaambia Wafilipi 4, that he talks, anawazungumzia, anasema asante kwa sababu and he is mmekuwa watu ambao mmesimama na that mimi, you have stood by me mkajibu mahitaji and you yangu. have answered the demands of my life. Huyu Paulo ni nani? Who is Paul? Mungu anapomtazama When Paulo, God looks at Paul, huyu Paulo
kwa upande ambao alikuwa nao, Paul on the other side, alikuwa na upande ambao ni ana msimamo. he had a side of having a stand. Mungu anaheshimu mtu ambaye ana msimamo. God honors people who have a stand. Mara nyingi Mungu anaweza tumia mtu akaacha mtu mwingine akatumia mtu ambaye ana msimamo. God will not use other people and use others who have a stand. Paulo alipokuwa pande hiyo nyingine, when Paul was on the other side, aliwatesa Wakristo. He was there to bring down the Christians. Aliamua kuua vizuri. He decided to kill them. Hakuwa na unafiki. He had no alijua yeye ni muuaji. He knew that he was a murderer. Biblia inasema hata alipokuwa kijana mdogo, the Bible said that he was wakati wanaua Stefano, when they were killing alikuwa pale akikamata nguo. He was there and holding the watu wanaua of these people who are killed. Kwa alikuwa na msimamo. And therefore he had a stand. Lakini alipoingia kwa wokovu, when we got into salvation, msimamo wake ukaendelea. His stand continued. Akaanza kumhubiri Kristo. He began to preach Christ. Akamhubiri katika roho na kweli. He preached in truth and spirit. Huyu Paulo, this Paul, katika kitabu cha Agano Jipya, in the New Testament, tunapoangalia Yesu alipokuja, when we look at Jesus, alizaa kanisa. He gave birth to a na alipozaa kanisa, and when he gave birth to a church, lakini Paulo tunamuona, but we see Paul, yeye kwenye hilo kanisa lilizaliwa na Kristo, in this church that was born of yeye analeta ofisi. He brings an office. Analeta ofisi. He brings an office. Kuanzia kitabu hichi cha Agano Jipya utakutana vitabu vingi ni vya Paulo. There are so many books that are written by Paul in Paulo anatujulisha Mungu. Paul is telling us about God. Paulo anaonyesha ya kuwa katika Kristo Yesu, Paul shows us that in Christ hakuna hukumu. There is no judgment. Kwa hiyo Paulo anatuonyesha, and therefore Paul shows us mambo ambayo ni makubwa kumhusu Mungu, things that are greater about God. Lakini Paulo huyo but the same Paul, anaongea, he speaks, anasema, and he says, nilipokuwa na hitaji, that when I had a demand, kanisa hili la Filipi, this church of Philippi, ndilo lilisimama na mimi. Is the one that stood by me. Ukimchunguza huyu mtu, when you try to look amefanya mambo makubwa sana. He has done so much great. Ametenda mambo makubwa sana. He has done so much. Paulo angeweza kuhubiri, he could preach, mtu amekufa, people could die, angeenda amfufue, arudi ahubiri, ni kama vile hakuwa ameenda kufanya kitu. Just like nothing happened. Paulo amepitia vitu vingi. Paul has gone through a lot. Katika injili yake amefungwa, in his ministry of prisonness, amefungwa vifungo vingi, lakini aliendelea kuwa na msimamo. Kwa hiyo ndani ya Paulo, and therefore in Paul, kulikuwa na nguvu, there was a power, na ujasiri, and that courage, usingemrudisha nyuma. You could not wave him. Alikuwa ni mtu ambaye amesimama. He was a man that was standing. Lakini anasema, and he says, nilipokuwa na hitaji, when I had a desire or a tunakuja kuona, we come to see, ili ujazwe, for you to be filled, ili Mungu akubariki, for God to bless you. Hawezi kukubariki, He cannot bless you kama hakuna wazi, when there is no emptiness. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kila mtu, everyone, anapokuja kanisani, when you come to church, ana kile anahitaji. There is a desire that you have. Na inategemea, kuna watu wanakuja kwa mazoezi, kwa mazoea. There are people who come just for the sake. Na ndio maana unaweza kukutana, and that's why you can meet, kama vile asubuhi nilizungumza, just like in the morning I spoke. Mtu anakuja kanisani analala. Someone comes in church and begins to sleep. Mtu anakuja kanisani hajali. Someone come to church with no knowledge. Mtu anakuja kanisani ni mtu ambaye haeleweki. Some people come to church and they are not understood. Wakati wowote, anytime, unapomwendea Mungu, when you go to God, kama hauna utupu ndani yako, and you have no emptiness in you. Sijui ninaweza kuzungumzia hii utupu aje. I don't know how I can talk about this kind of vacuum. Biblia inasema, the Bible says, hapo mwanzo kulikuwa na ukiwa. There was emptiness. Ukiwa. Emptiness. Ili Mungu akujaze. For God to fill you. Ili Mungu akubariki. For God to bless you. Lazima ndani yako kuwe na ukiwa. In you there must be emptiness. Pasipokuwa na ile ukiwa, without emptiness in you, hakuna kujazwa. There is no way you will be filled. Hakuna kuongezeka. There is no increase. Mungu, God, anatengenezaga ukiwa. He creates emptiness. Ili aweze kuongeza. So that He may
may feel. Nikakwambia ya kuwa And I told you, hekima ya mtu, wisdom of someone, anapojibu when you answer na hakuna swali, and there's no question, hekima yake haifanyi your kazi. wisdom is useless. Kwa hiyo Mungu, Therefore God, ili ajibu for dunia, him to answer the world, lazima atengeneze ukiwa. he has to create empty. Biblia inasema ya kuwa akatengeneza dunia, That he made with the world, na alipotengeneza and when he created the ilikuwa world, na ukiwa. it was empty. Na hili ukiwa This ni emptiness swali is a question ambalo linahitaji Mungu mwenyewe God himself aijibu. to answer. Na ili kujibu, And for him to answer, lazima atengeneze he ukiwa, has to create na emptiness. ile ukiwa And this vacuum, apate jibu. so for him to answer, Biblia inasema ya kuwa the Bible says, akaitazama mbingu, he looked at the heavens, akatazama and he ardhi, looks at the earth, akatazama he bahari, looks at the sea, kaona iko ukiwa. said that it was empty. Kulikuwa na giza, There was lakini darkness. akasema na iwe nuru, Let there be light. kwa sababu kulikuwa na Because hitaji they needed ya kuwa nuru. to have light. Kulikuwa na hitaji. They needed to have light. Anapotazama And mbingu, he said that the heavens, anaangalia hakuna kitu. he looks at them and says, Kwa hiyo "Nothing." akaweka jua, Therefore he put the sun, akaweka mwezi, and he put the akaweka nyota, and he put the kwa stars, sababu mbingu because the ilikuwa na stars swali, had a question, lakini Mungu lazima and aijibie. God had to answer. Akatazama And ardhi, he said the earth, akaona ina utupu, he said that it was empty. na hii utupu And this emptiness, ili aibariki, for him to bless, akaiangalia, he looked at it akazungumza, and he spoke. akasema majani na yawe, And he said that mimea na iwe, let there be micha na iwe, let there be water, kuwe kila kitu let kwenye there hii be udongo. anything that is supposed to be there. Akatazama And bahari, he looked at the sea. bahari haikuwa na The chochote, sea was empty kwa sababu haina because chochote. there had nothing. Mungu ambaye ni wa The vyovyote God of all, akasema he said, na iwe samaki, let there be fish, iwe nyangumi, let there be iwe kila kitu everything of the ndani water yake. in it. Mungu ujibu And God answered kulingana na according hitaji to the desire ambayo uko nayo. that you have. Kama ndani yako If in you hakuna cha kumwambia there's Mungu, nothing to tell Mungu God, hawezi kujibu cannot kwa sababu answer hakuna swali. because you have no emptiness in you. You have no space, capacity. Anasifiwe. Praise the Lord. Ndio maana tunaweza ishi And that's why we can live kanisani in church miaka kwenda many years, miaka rudi, any given time you're there, unakutana kuna watu wanabarikiwa and you find people getting na blessed, kuna watu hawabarikiwi, and some are not blessed, na wote wanaingia kanisa and all of moja. them are attending services in Inategemea church. It only depends. swali gani una Mungu kwa What Mungu. question do you have to God? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Nini uko nacho kwa Mungu? What is this emptiness that Watu you have? huja kanisani People kujifanya. come to church just to be Akimwona seen. mtu analia, When you see someone crying, anasema moyoni he mwake, feels in his heart, amejawa mashida oh, mingi. this one is full of Mimi trouble. sitakuwa kama I will yeye. not be like him. Lakini But yule ambaye anakuja mbele za the one Mungu who comes before God, anajua ya kuwa he understands ninaye Bwana, that I have a na Lord, huyu Bwana and this ni Lord Bwana wa is mahitaji, the Lord of na answers. si wa mahitaji tu, Not only to ni answer yeye Bwana desires, anayejibu but it's mahitaji. the Lord that answers Kwa hiyo desires. unapomwendea And Mungu therefore when you go to the unapata Lord, kuna watu you wanalia, find there are people kuna crying, watu wanapiga there are magoti, people kneeling kuna down, watu there wanaomba, are people praying loudly. wanamsii Mungu, Some people are wakijua ya searching the kuwa Lord, knowing that hakuna baraka there is no blessing pasipokuwa na swali. without question. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunazidiana. We are different. Juzi kuna yule kijana nilimwambiaga anyoe nywele hapa. The other day there was a young man behind there whom I instructed to go and shave his rasta. Alipokuwa ananiaga nasafiri kwenda ng'ambo, The other day when he was telling me that he's traveling out, aliniambia kitu. he told me something. Anaambia mama, Told me, mommy, akitoa machozi nadhani while he was crying and I was there observing also, nilikutanaga naye hapa kwa barabara. I met him just here on the streets. Na ukimwangalia hali yake ilikuwa, And when you observe him, you look at him, his state wasn't that good. usimdharau mtu hata ukimkutana kwenye hali yoyote. Don't Mungu look down anaweza. upon people in whichever way you'll find them. Na nikaongea naye. And I spoke to him. Kaambia naomba uje kanisani. I asked him, why don't you come to church? Kaambia naona uko kijana mzuri. And I told him that I can see you are a young man that is good, Wewe kuja tu. but just come to church. Na alianza kuja kanisani. And he began to attend Amefanya services. hapa karibu miaka 2-3. I think he's been here about 2 years or thereabout.
Lakini alikuwa ananiambia, but he used to tell me, or he told me, nasema kuna siku nilimlilia Mungu. there was a day I cried to God. Nikamwambia Mungu, tuone. And I told God, uangalie maisha yangu, that look at my life, kwa sababu nimefika mwisho. because I've come to the end. Kwa nini nasema hivi? Why am I saying this? Mungu anajaza kulingana na chombo uko nacho. God fills you according to the capacity that you have, the vessel that you have. Sisi wote hatukukuja na mitungi. All of us here, we didn't carry maybe jerrycans. Kuna mtu amekuja na kijiko. There's someone who's come with a spoon here. Lakini mtu ambaye amekuja na ndoo, but someone who's come with a bucket, hayuko sawa na mtu mwenye kijiko. But it's not the same as the person who's carried a spoon. Kwa sababu kijiko kinaweza kujaa kwa dakika moja. Because a spoon can be filled quickly in seconds. Lakini ndoo, but a bucket, lazima uchukue muda. You have to take time. Na hii ndoo, and this bucket, ili ijae, for it to be filled, lazima uwe na uvumilivu. You have to be patient. Kwa hiyo kila mtu ana vile amekuja. He has every way he has come. Ana vile amekuja. There's a way you've come. Na ukija na ndoo, and when you come with a bucket, ukizubaa, and when you're not careful, unaweza kujazwa, it can be filled, lakini ikafika nusu, then come to maybe half. Ndio maana unaweza kukula, that's why you can eat, unaweza kulipa nyumba, you can pay your house, unaweza kupita pita hapa Nairobi, lakini bado haijajazwa. Lakini ili kujaza, but for you to fill it, lazima kuwa na ukiwa. You have to be empty. Na huu ukiwa ni kumlilia Mungu kwa maombi, kumwambia Bwana na kuhitaji. Wengine wamekuja na vijiko, wengine wamekuja na kandoo, lakini mimi nimekuja na mtungi. Na kuhitaji Bwana, na kuhitaji Bwana, na kungoja Bwana. Unayejaza, nijaze. Fill me. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unaona Mungu, you see God, anaanza kujaza. He begins to fill you. Mungu tunaye, the God we have, haogopi hitaji yako. Is not afraid of your desires. Mungu tunaye, the God we have, hasikii aibu kwa hitaji unamletea. Is not ashamed of your demands. Mungu tunaye, the God we have, hashindwi. Lakini Mungu anajibu, He answers mahali kuna swali, in a place that is a question. Peke yake. Only. Ukija hapa kama vile umekuja kutembea, if you come here like you just come to walk around, you will go out the same way. Utaishi miaka hapa kanisani. You will live many years here. Lakini ukija, but if you come, ukijua nina Bwana, knowing that I need Lord, anayepeana, I have a God that sitaki kuangalia jirani. I don't want to look at my neighbor. The problem we have ni kuangalia mtu. Is looking at our lakini ujui mtu, but you don't know this person. Alikuja na nini? How did he come? Alikuja na kitu gani? What is this that is coming? Lakini jiangalie wewe. Look at yourself. Nimekuja kwa Mungu. I have come to God. Kwa kitu gani? With what? Kwa kitu gani? In which way? Unajua, you know, kila mtu, everyone, Mungu umjaza kulingana na kile anachohitaji. God fills you according to your desires. Na level katika maisha inazidiana. And levels in life are different. Na Mungu ni Mungu wa mastage. And our God is a God of stages. Na hizi mastage, and these stages, ukifika kwa stage moja, when you come to a certain stage, inazalishaga hitaji. It gives birth to a given desire. Miaka 20 iliyopita, 20 years ago, sikuwa na hitaji kama zile ndiko nazo sasa. I didn't have desires that like the ones inawezekana miaka ile, it is possible those years, nilikuwa nasema naomba Mungu, I was maybe praying unipatie mwanaume na mwanamke. To give me mwanaume na mwanamke. To give maybe a male or a female. Watoto wanaume na wanawake. Children that are female or male. Lakini kuna stage nyingine, but there's a unafika katika maisha, unamwambia Mungu, and you tell God, nataka unipatie chakula cha hawa na wale. I want you to give me food for me. Lakini kuna stage nyingine ambayo unamlilia Mungu, hao watoto wasiniharibikie. These children do not be destroyed. Kwa hiyo katika maisha, hatuombi kitu kimoja tu. Siku baada ya siku, hitaji zinainukaga.
desire comes. Ndio maana nakushangaa unapokuja kanisani unajifanya ni kana kwamba hauna hitaji. Unajifanya uko sawa. Unaweza kuwa na tupesa kidogo, lakini utatupesa. Hatusemi kitu. Juu mpaka saa hizi president wa Marekani ana mahitaji. Ndio maana anaingilia nchi nyingine ambazo zina mali, zina vitu, ili azidhibiti, kwa sababu anahitaji na anaendelea kupata. Utapata wakati unahitaji, lakini wakati unatosheka, hakuna kitu unapata. There's nothing you'll ever find. Kuna mtu akipata ka 1,100 na amepata pesa. There's someone who when he gets 100,000 he sees that he's everything. Anaingia kanisani sana taka. You come to church anytime you want. Wakati wowote, anytime unapozani umefika, when you ever think that you have arrived hakuna hitaji, and in you there is no desire, unakatiza baraka za, you stop the blessings of God katika maisha in your life. Unakatiza, you stop. Mungu hawezi kujibu mahali hakuna hitaji. God cannot answer a place where there's no desire. Kwa hiyo sisi wote hapa, therefore all of us here, tuna mahitaji. We have desires and demands. Kile kinashangaza, but what amazes me, tunazidiana kuomba. We are different levels in prayer. Kuna mtu anakuja, someone comes, saa ya maombi ndo anaenda kukunywa uji. During prayer time is going out there to have porridge. Kuna mtu ambaye anakuja, someone who comes here, saa maombi imeisha. In the time of prayer, when the prayer is over already. Kuna mtu ambaye amekuja, there's someone who come here, anamlilia Mungu, and he's crying to the Lord, and he's searching after him. Mungu ujaza, God fills mahali in the place pako wazi, there is emptiness, anaongeza, and then he fills. Lakini wakati wowote, but anytime, ukisema nimeomba miaka mingi, I've been praying for years, nimeomba miaka mingi, I've been praying for years, unasababisha you causing baraka za Mungu, the blessings of God, kutokuingia katika maisha, not to enter into your life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Mungu anamwambia Ezekiel, God tells Ezekiel, anampeleka, he takes him, anamwambia unaona nini? He takes him into a valley and he asks him, what are you seeing? He says that I'm seeing dry bones. Naona mifupa, I'm seeing dry bones. Kisha anamwambia tabiri. Then he tells him that prophesy juu ya hiyo mifupa. Over this Lakini hii mifupa, but these bones, kabla haijakuwa imeungana, before it joins to one another, Mungu hakumwambia huyo Ezekiel, God did not tell Ezekiel, ita upepo, that called the winds. Upepo ulikuwepo, winds were there, lakini ilihitaji but the desire, wakusanyike, they were to come closer together, awe mtu, to become a person ambaye yuko sawa tayari, that is complete, lakini ndani yake, but in him kuna utupu, there is emptiness ya pumzi of breath. Na alipofanya wamekuwa sawa, wametabiri wamekuwa sawa, and when he prophesied and they had akamwambia sasa, tisha upepo, now call upon the wind. Hakuna kitu katika maisha, there's nothing in life, kama Ezekiel angebakia kwa ile mifupa imekusanyana tu, if Ezekiel would have remained in those bones that were ingeonekana ni mifupa ndiyo ya mwanadamu, it could be seen as a skeleton of a man, lakini hana pumzi, but he has nothing, no breath in him. Kwa hiyo ilibidi, therefore it forced kwenye hiyo mkakati, that during that time, baada ya yeye kumaliza hapo, after he had finished wanamwambia itisha upepo, he's asked now to call upon the winds, kaitisha upepo, and he called the winds, na upepo kaingia ndani, and the winds got into them. Ili Mungu kumuumba mwanadamu, for God to create man, Mungu, God, anajua ya kuwa he knows mwanadamu that man hana kitu, has nothing. Ameumba mwanadamu, he created man, katengeneza mwanadamu, and he made him. Ukijiuliza swali, if you ask yourself, utajiuliza, you'll put your kati ya pumzi, that between breath na mwanadamu and man, cha kwanza kilikuwa gani? Which one came first? Cha kwanza ilikuwa pumzi. The first thing was breath. Mungu alikuwa nayo, God already had the breath, lakini hakukuwa na haja ya kupeana, but there was no reason kwa for him sababu to give hakuna it, hitaji, because there's no need. Yeye Mungu, and then God anatengeneza hitaji, created a desire, na hii hitaji, and this demand, anatengeneza mtu, it was to make man, na huyu mtu, and this man hana pumzi, had no breath, kwa sababu Mungu, because God ana pumzi, had breath, akampatia pumzi. then he gave him breath. Nataka uelewe hii, I want you to understand something, siku utatosheka, that when you'll be satisfied, siku utatosheka, the day you'll be contented, umefunga baraka yako.
you have closed that door. Haijalishi miaka umeingia kanisa. No matter how many years you go to church. Lakini kila siku, but every single day, kuna hitaji, there is a desire inaongezeka. That adds. Alafu Paulo anasema, then Paul says, Mungu, that God, wa vyote, in all, atawabariki. The God of all things will bless kulingana na utajiri wake, according or in his riches. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo sisi ni wahitaji. And therefore we are. Biblia inasema, and the Bible says, heri masikini wa roho, that blessed are the poor in spirit. Kwa sababu masikini ni muhitaji. Because a poor man needs, hachoki kuomba, is never tired of hachoki kutafuta, is never tired of seeking. Kwa sababu unapoendelea kutafuta, when you continue to seek, ndio utapata baraka yako. When you shall find your blessing. Lakini shida tuko nayo, the problem we have, uko na maprobleme ya mingi. We have so many problems. Uko na shida nyingi. You have so many problems. Lakini shetani anakutembelea, anakuonesha suliomba mwaka fulani, tuliomba mwaka fulani. Lakini tunapoangalia Ibrahimu kwenye miaka ya 100, ndio Mungu anakuja kumjibu mahitaji ambayo ameomba miaka mingi. Kama angetosheka, asingefika kwenye hatima yake. Huyo Mungu ubariki mtu ambaye ana kiu. Ukiwa na kiu kwa Mungu, atakupatia maji. Ukiwa na njaa, atakupatia chakula. Ukiwa uchi, atakupatia mavazi. Inategemea unahitaji nini kwa Mungu. Umekuja kufanya nini hapa? Tunaye Mungu apeanaye, tunaye Mungu anayejibu, tunaye Mungu ambaye haogopi chochote. Lakini inategemea unataka nini kwa Mungu. Mbona umechoka? Mbona umechoka? Mbona unaangalia miaka? Why are you looking at your years? Unajua watu anakaa chini, they sit down, anaangalia hitaji ambayo ameombea miaka 5. Look at the desires they have been praying for 5 years, 20 years. Anasema nikana kwamba Mungu ameshinda. They say that, oh, God is not able. Mungu hajashinda. God is never in that state of being unable. Kwa kila stage Mungu analetaka hitaji tofauti tofauti. Every stage God brings every single desire. Mungu hawezi kuamka usubuhi akafanya vitu vyote. God cannot wake up one morning and do different things. Papa Gabi, baraka yako sio yangu. My blessing is not your blessing. Kwa hiyo siwezi kukutazama. And therefore I cannot look at you. Wakati umevaa shati nzuri, when you're putting on a good kiatu kizuri, maybe a good shoe, sikati tamaa. I don't give up kwa sababu yako, because of you. Kwa sababu Mungu amekubariki wewe, God has blessed you, bado anapeana, and he's still giving. Mungu aliyekuinua wewe, who lifted you, bado anainua. Kwa hiyo mimi simwachi Mungu kwa sababu umebarikiwa. Sitendi dhambi na kumlaani Mungu kwa sababu kuna mtu amebarikiwa. Lakini mimi na mwendea Mungu, mimi peke yangu, siangalii mwingine. Kila mtu, kikapo kinazunguka. Kuna wakati wa kupeana mikate. Aliyepata wa kwanza na wa mwisho atapata. And also the last person shall be given. Kwa nini muache Mungu? Why do you have to forsake God? Kwa nini muache Mungu? Why do you need to forsake God? Kwa sababu unaona watu wamefanyikiwa. Because you are looking at people who are successful. Saa nyingine alikuja kwa Mungu na kijiko. Maybe they came to God with a spoon. Mungu akamjaza kwenye hicho kijiko. And God filled that spoon so quickly. Saa nyingine alikuja na kandoo. Maybe came with a small bucket. Na Mungu akajaza ile. And he filled it. Lakini wewe, but you, kama umechelewa, maybe you, if you let, ulikuja kabisa na ile bido ya munene. You came with the whole drum. Ndio maana baraka inazidia. And that's why blessings are different. Simuogopeagi Mungu. I'm never afraid of God. Simuogopeagi Mungu. I'm never afraid of God. Niliangalia yule msichana amezaa pale Tanzania. I looked at a certain lady in Tanzania who was watu wengi walisema hatazaa. Many people said that she will never have a child. Na miaka yote ambayo hakuzaa. And many years that she never was blessed with a child. Kuna wenzake walizaa. Other people had children. Wakazaa. And they had children. Lakini nikiona wakati yeye amejifungua. But when I looked at her when she had a child, I also was wondering. It was amazing. The money that she received at the hospital, it was more than even the 10 people who had given birth. The people who came to see her, they were different from those ones who gave birth earlier. It matters. What are you carrying?
umebeba nini kwa Mungu? What are you carrying before God? Ukiona jirani yako, therefore when you look at your neighbor, he's blessed. Jua alikuja na chupa yake. Know that he came with maybe a bottle. Imejaa. Filled. Hata kaa hapa. He will not say it here. Akingoja sema waiting and saying, jaze vingine. Oh, fill me more. Nabii akamtokea yule mama ambaye ni mjane. And the prophet came to this woman. Mtoto wake alikuwa anachukuliwa. Watoto wake walikuwa anachukuliwa. The children were being taken away. Akamwambia nendeni ukatafute vyombo. And he najua said ile historia. Go find vessels, you know the story. Akaleta vyombo. And she brought vessels. Wakatia mafuta kwa kila chombo. And they put na kila chombo kilikuwa kinajaa. And every vessel was filled. Lakini ilipofika sufuria ya mwisho, when it came to the last vessel, mafuta ilikauka. The oil was cut off. Tafuta vyombo vingi. Look for more and more vessels. Na hivi vyombo vingi, and these vessels, inaweza kuonekana umechelewa. It can be seen that you are tired. Maybe you're late and you've stayed for long. Lakini vyombo vinajazwa. But those vessels are being filled. Wewe ukitoka, when you get out of that place, hautakuwa sawa na mtu. You will not be the same person. Kwa sababu vyako vimejaa. Because yours have been filled. Kwa hiyo Paulo anataka kutuonesha, and therefore Paul is showing us, ni vizuri kuwa na hitaji kwa Mungu. That it is important for you to have a desire for God, to create the capacity ili uweze kujazwa, for you to be filled. Kwa sababu ukikaa hivyo, because if you stay the way you are, hakuna kitu kitakuja ndani yako. There's nothing that shall come into your life. Umetosheka. Because you are satisfied. Kitazama yule kijana ambaye Biblia inazungumza alikuwa na samaki pamoja na mkate. When you look at this young man who had a few loaves of bread and fish, tunaangaliaga sana yule kijana. We always look at that young man. Lakini star pale, but the star in this crowd, in this story, ni njaa. It is hunger. Ninja. It is hunger. Kwa sababu kama kusingekuwa na njaa, if there could be no hunger, hii mikate isingeongezeka. Then this bread could not have been multiplied. Ilibidi njaa ipatikane. It was a must that hunger ili Mungu afanye muujiza, for God to perform a miracle, samaki ziongezeke, that fish to be multiplied, mikate iongezeke, and bread to be multiplied. Kwa hiyo kama hakuna hitaji, if there is no desire, hakuna muujiza, there is no miracle katika maisha yako, in your life or someone's life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa sababu huyu Mungu, because this God, anatakaga mahali ambapo he wants a place where unakaa chini hapa, you come and sit down here, nasema Mungu, and you tell yourself, God, nakuhitaji, I need you. Kama sio wewe, if not you, sijui naweza toka hapa. I don't know how I can depart from this place. Come and fill me. Anakujaga, then he comes kujaza, to fill you kulingana according na nia ya mtu, to the desires of someone. Kwa hiyo hatufanani. And therefore you're never the same. Na mtu anaweza kuja baada ya wiki kanisani. Maybe you can come after 1 week in church. Na mtu ambaye kila siku another one every single day is here. Hatuwezi kuwa sawa. We are never the same. Lakini mahitaji, but the desires we have, the demands we have. Usijifanye kama huna hitaji. Don't think that you have nothing, no desire. Hata saa unakuja hapa kanisani, even when you come to this place, tunakwambia omba, unakataa kuomba. We ask you to pray and you refuse to pray. Unakataa kuomba. You don't want to pray. Uko na hitaji. You have a desire. Lakini hilo hitaji, and that demand, Shetani amekutumia, Satan has shown you, kuto kumuonesha Mungu, not to see God, kumlilia Mungu, to cry to God, apeanaye, the one who gives. Hiyo andiko hapo mwisho nasema verse, na Mungu which verse was that? Verse 19. Na Mungu wangu atawajazeni kila. Atawajazeni. Hawawezi kujaza mahali penye pamejaa. God cannot supply a place that is full. Lazima pawe wazi. It must be empty, ili pajazwe, for the place to be filled. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kama hapako wazi, if it's not empty, hakuna kitu. There's no feeling. Mungu ni Mungu wa hekima. Our God is a God of hawezi jibu ambapo mahali hakuna swali. He cannot answer a place where there's no question. Anasema atawajazeni. He says that and he shall supply. Endelea. And I continue to say that na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji. Kila mnachohitaji. Mungu hawezi kukubariki kama huna hitaji. God cannot bless you when you have no need.
Uko hapa kuomba inakushinda. You hear, you don't know, you don't want to pray. Kirudi kwa nyumba unataka kula ugali wapata hivi. When you go back to the house, you want to have unajipakulia so much food. You fill your plate. Unavimbisha tumbo inapanda juu. You even have big tummy. Wananunuaga chakula aje. And you don't even how this food comes. Unajiona kama huna hitaji. You think that you have no desire. Tell the Lord to help you. Nipunguze hata hii stomach. Let me reduce whatever the intake that I have. Na watu wengine. There are people. Lazima muombe Mungu. You have to pray to God. Kuna mtu anaweza ingia kwa jiko yako. There's someone who can come to your kitchen. Mpaka ukaregret. And then you regret. Ukashindwa huyu mtu ni you wonder, surely, what kind of a person is this? Samaki moja iko 600, 700. One fish is 700 shillings. We mtu mzima. And then a whole grown up. Unakuja unachukua samaki yote mzima we mwenyewe. You come and have a whole ya 700 of 700 shillings worth. Na uko unajipatia. And you just eating and feeding yourself and na unaona uko sawa. And you think you're okay. Na kesho tena. And tomorrow again. Na kesho yake. And another day again. Unalala tu na kuamka. And then you sleep and wake up. Saa ya maombi. When time of prayer. Unataki omba. You don't want to pray. Unakulavya watu tu. You only just there to take of what people have meant. Why don't you pray to God? Mwambie Mungu. Tell God. Niko mtupu. That I am empty. Sina kazi. I have no job. Sina pesa. I have no money. Mimi nakulaga tu vya watu. I just take and eat of the people. Why don't you bless me? Sumulilie Mungu. Cry to God. Lakini ukija hapa kanisani. When you come to church. Unakuaga tu. You just there trying to look around and wa miaka yako kama yako. In the years that you are in. Wako na manyumba. There are people of your age who have houses, having cars out there, having everything. Lakini ikifika saa ya Mungu, when you come to time of God, you don't want to pray. Anasema anajaza. He says that he feeds. Mahali kuna hitaji. He will supply where there is a hapa kukanisa, when you come to church, unaingia kama vile we. You come like you are the. Hauna hitaji. You have nothing, you don't want to pray. Nikikaa pale naangaliaga nasema baba. I look at people and I wonder. Mtakatifu tusaidie. Holy Spirit. Ili watu waelewe. That let people understand. Ya kuwa watafute mahitaji. That be able to na wajue jinsi ya kumuomba Mungu. And know how to pray. Ili tuweze kubarikiwa. That we may be blessed. Lakini unakuja hapa. But you come here. Unakuja kakiato na kakiato ni kamoya tu. Even that shoe is just one. Kamoya. Just one shoe. Lakini kuna watu. But there are people. Bedroom mzima inajaa. The entire closet is full of. Wewe ukishakuwa na kakiatu ka kwanza kapili. You have only one and two second shoe. Unaenda pale Isili unapata kanguo. You go to Isili, you find one cloth. Unaona umefika. And you think that you have achieved. Tafuta hitaji. Surely find a desire. Usitosheke. Don't be satisfied. Uko na kagari kamoja. You have just one car. Unakuwa natuonesha sema and you there showing us, you see. Elewesha pale kwa barabara. Oh, eh. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Juu ya gari moja. Just because of that one car. Gari ndogo. Just small car like that. Unaona kabisa nimetembeza gari. And you think that you've driven cars. Najua nampiga na haujui kile na He's fighting man, you don't understand. Papa anakuwa ananichelewesha huyu. This young man here. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hiyo ni kijiko. That is just but a spoon. Ni kijiko. That's a spoon. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unapata kapikipiki. You find maybe a motorbike. Au kushikiki. You know never the same Nairobi yote ni yako. Every time you're all over. Nairobi yote uko the entire Nairobi is yours. Aibu. Surely this is shame. Aibu. This is shameful. Utupu. That is emptiness. Mwambie Mungu nijaze. Tell the Lord, fill me. Vumbi sinipate. Let me not have this just all over collecting. Na nona juu ya upepo. Just to protect myself from lakini hautaki kuomba. But you want to pray. Saa ya maombi. The time of prayer. Baada hamkuji hapa. You don't come even for prayer session. And you think you are now there. Mtu anayejifanya amefika. The one who thinks that you have anasababisha baraka zake zisije. You will cause your blessings katika not maisha to come yake. your way in your life. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unasababisha baraka zisifiki. Uko na kaduka. You have just but a small shop. Kenye unapata ba customer wenye baeleweki. That you find customers that are not lakini kuna mtu iko na supermarket imejaa. But there's someone having a supermarket. Lakini anamtafuta Mungu kwa magoti usiku na mchana. Praying day and night. Saa ya maombi anajitoa. Lakini wewe unasema niko na customer. Hautaki kuja kumtafuta Bwana apeanaye. Hautaki. You don't want. Miaka iko naenda. Years are passing.
Unaona niliomba jana. You say that I prayed yesterday. Kile umebarikiwa ni kile uliomba jana. What you've been blessed is what you prayed yesterday. Tunayemuomba, the God that we pray, ni Mungu ambaye afananishagi vitu. Is a God that is never, ukimngoja kwa huu mlango, when you wait for him at this door, hautamuona hapa. You will not see him. Atatokea hapa. He might come through this door. Inabidi uwe tayari. You have to be ready kumtafuta Mungu, to look after the Lord, ambaye hafananishi vitu kila siku. That is never the same. Kuna wengine walienda na yuene, people went out rather, lakini wewe utaenda na passport. But you might use your passport. Mungu hafananishi kitu. He's not using the same. Mungu ni tofauti. God uses si kama wewe. It's not like you. Kwa hiyo acha kukaa kumlimite Mungu, kumweka mahali kusema ameshindwa. Mungu hashindwi. Mungu ni wa wakati wote, lakini anahitaji uangalie uwe na mahali ambapo atakapokubarikia. To have an empty place for him to bless you. Anabariki wenye mahitaji. He blesses those who have desires. Anabariki wenye kuomba. He blesses those who pray. Endelea hapo. And then he continues and say that kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kadiri ya utajiri. Huyu Mungu ana utajiri wote. I'll say again. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika kile mnachokihitaji. Nataka usikie hiyo andiko. Mungu hawezi kupatia chenye uhitaji. God cannot give you what you don't need. No. Na hata kama unakihitaji, and even if you need it, lazima uombe. You have to pray as well. Hakuna kitu kinafanyika. Nothing just happens in a one day. Lazima kumtafuta Mungu. You have to look for God. Acha tu kusema niliomba jana. You just don't say I prayed yesterday. How did you pray? Sikuna ile maombi unaombaga tukipita. They are prayers that people pray, and tunaishi katika ulimwengu. We live in a life that the Bible says. Shindana kwetu sio kwa damu na nyama. That our fights are against blood and flesh, na hizi falme zisizoonekana zinatumika usiku na mchana. Are at work every day and night. Nilikuwa nasikia mchawi mmoja ambaye anasema one witchcraft saying kwa mwaka mzima siku 350 kama na 50, that in 350 or 60 years hakuna hata siku moja wanakosaga kwenda kwa hiyo chanda, hiyo kitu yenye wanaendaga kukutanana saa 6 ya usiku. There's no single day they miss to go and have a meeting. Ukijaribu kukosa kwenda kwa hiyo kikundi yao saa 6 usiku, if you try to miss that meeting, unaweza kuuawa. You can be killed. Saa 6 ikifika, when night in the midnight comes, tu waende. You have to go. Waende wastaki. You have to go and make a anaenda kusema, who goes to say, jirani yangu alinunua gari. My neighbors are rafiki yangu alizaa. My friend has given a birth. Alifungua duka. Alifanya hivi. Alafu wale kule wanasema sasa utaenda kufanya hivi, utafanya hivi. Ikienea saa 10 wanarudi, wanamwaga kila kitu. Na wewe unapitaga pale. Na wewe unakaa tu. Kuja kanisani, unakuja mara moja kwa wiki. Lakini mchawi kwa kusanyiko lao hakuna siku wanakosaga kwenda. They stop meeting. Alafu unakaa unasema unamlaumu Mungu. And then you say you begin blaming God. Sunday peke yake ndio unaingia. Only on Sunday you come to church. Tunapigana. We are fighting na ulimwengu usioonekana. With the kingdoms that are not seen. Usiku na mchana. Every day and night these people, mbinu ya kukuweka chini, finding ways to put you down. Lakini watoto wa Mungu, and the children of God, ni maombi ya usiku. The prayer in the night. Baba nataka kulala. Father, I want to sleep. And then you begin doing it in such a normal way. Kitanda masaa 5. You've been watching your phone for hours, but prayer time is 1 minute or 2 minutes. Really? Alafu unalaumu Mungu. And then you begin to blame God. Kuna watu wanaangalia TV saa 6 za usiku. There are people watching television in the middle of the night. And then you ask yourself, you stay all this long on TV. Unajua vile siku inabadilika na mambo mengi. When day changes, it changes with so many things. But a person, a child of God, you are just watching. You have no reason to look after the Lord. Another time you're chatting. Another time when you're looking at yourself. That's why you are the same. That's why you are the same. Continue chatting. Continue watching. Continue rejecting and refusing to come to church. Kataa kuacha mahali kuwa wazi.
ili Mungu akujaze. Make a place to be empty for God to fill you. Baadaye later tutaambiana pale, we shall be telling ourselves the other side. Unazania unanifaidisha? Do you think that you are benefiting me? Hapana. No. Ni maisha yako binafsi. It is your life. Ni maisha yako binafsi. It is your life. Nilipokuwa na hitaji, when I had a desire, nyinyi kanisa la Efeso, you the church of Ephesus, mulinibariki, you blessed me, na nikajazwa, and I was filled. Hawezi kubarikiwa, you cannot be blessed kama hakuna hitaji, when you have no desire. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Therefore may God help us. Mungu atusaidie. May God help us tujue jinsi to understand ya kutengeneza utupu, how to make an empty place, ili Mungu aweze kutujaza, for God to fill us. Kuko watu, there are people, hawajisikiliagi huru, and they are never pitying themselves. Wao unashinda kwa simu, you're always on na phone, kuna hata shilingi, and you have no shilling with inaingia. you. There's no shilling coming in your pesa. Mimi hata hizi watu kunipigia kila saa. Watoto wangu wananiambia mama unakataga simu haraka, kwenye wale wameniongelesha na nakataga haraka. Those who have been calling me every time when we end our conversation, I cut it off. Mie nikishasikia cha umeniambia, when I just hear and understand what you told me, hakuna story nyingine. And there's no story. Okay. And once I say it's okay, I sitakagi cut you off. Kwa simu. I don't want to stay long on kama phone. Ni simu ya pesa, sawa, if it is about money, I might take time. Lakini unakaa kwa masimu masaa yote. But all this time you're on phone. Si mmefunga masomo hapa siku mbili vijana. Some of us here have been out of school for a few days. Umeona hitaji ya kutafuta 200 yako peke yako. Have you seen a desire to look for money by yourself? Umeona? Have you seen it? Hakuna. You have no desire. Wenzenu pale, mtu ukienda China unakutana watoto wadogo wako na makampuni twao. When you go to China, you see young children trying to, come up with wanafanya vitu, doing things. Lakini tuko na vijana wanatembeaga tu waoneshe uhandsome. But we have young men here showing how handsome they are. Sasa waoneshe shape. Now how beautiful women they want to show themselves. Kweli? Surely. Kwa hichi kizazi. In this generation. Mungu atusaidie. May God help us. Mungu atusaidie. May God help us. Tafuta hitaji. Find a desire. Ili uweze kujazwa. So that you may be filled. Unapotafuta hitaji, when you find a unajiambia, and you tell yourself, mimi sitatembea na watu fulani. That I will not walk with this kind of people. Nimetembea nao, since when I've been walking with them, they have nothing in my pocket. Mimi vile unaniona hapa. The way you look at me right now, you see the way I sit there. Marafiki yangu ni matajiri. Marafiki zangu ni matajiri. My friends are very rich. Sitakagi mtu wa level yangu hapana. Someone of my level, I don't want to hang out with them. Hata niongezea. I will not have, a difference. Niende fasi niangalie kitu. I want to go somewhere and look at mtu anaingiza 1500. See that person has received 500,000. Itaniumbia hitaji. It will create in me a desire. Kusema Mungu, to tell God, nataka uniinue. That I want you to lift me. Na watu wako sawa but sawa if you walk with the same people of your level, wote mnakuaga mnashinda tu, mnakuwa na 200 300. Out together, you having same money, you never have a desire with you. I'm telling you the truth. Ili uombe, for you to pray, na Mungu ajaze, and God fill you, kuna hitaji. You have to find a desire. Sasa unaikala na watu, and then you stay around with people. Hamuongei kitu kingine ni watu. You have no conversation, just talking about, the common things. Wengine hapa mnajua kupika masambusa. Some of us, we know how to prepare, what are those samosas. Mimi nimekuwa najua nimeuza maunga. I have been selling flour 15, 16 for 15 years. My mother. Naongea neno mamangu anajua. I say this because my mother knows. I never depended on people. No. Mimi ule mtu, I am this kind of a person. Since when I was young, ningekaa chini hivi, I could sit down and tell myself, nataka mafuta. I want maybe nataka nijitengeneze. Lotion, or kila siku I niombe want pesa. To make myself. Do I go and ask for money every time? Nilikuwa naenda kwa masomo. Nikiwa form 1 nilikuwa nauza makaa. Nilikuwa nauza miwa. Miwa tunatembea kilometre 12 na miguu. About 12 kilometers by foot. Naenda kuleta miwa. Go find sugarcane. Na ninaileta. And then bring them. Na ninaikatakata. And then cut them into pieces. Kwa mlango na makaa na iacha
door and the chapel on the door. Go and go to school. Mamangu ananiambia pesa nimepata ni hizi na hizi. When I come back, she will tell me that is the money I have acquired. I had cartons of soap. I will cut them into pieces and sell. I could not say the way I am. When I sit like this, I begin thinking about where I shall find money. But today's young ladies, you find some 500 shillings, and this 500 you don't know if it is something you can use as capital. 500 shillings I can make porridge. I am never ashamed. I will walk. You find myself dusty. But I don't care who is this young man looking at me. You will know yourself. Let me find first. But today's young ladies, you want to make up yourself and you have no money. Then you tell yourself, what kind of a man will love me? What kind of a man will accept me? Men are not there anymore today. They are not there. Maybe years before is when they were there to go give you. But today, some of them are here. Ask them. They are never giving. They never give. They want you to give them. But you're just there, catwalking around. You know how to make up yourself. And you don't know that the way you're making yourself, you can make up someone and give you money. But you just stay there. You don't find a desire for you to get. The time of giving here, people have no money. With very pitying faces. And showing yourself how much you don't have it. I came here in this country. The first stop was in Ngara. I had 4 children then at Ngara. We stayed in a hotel for about 2 months and I looked at Kenya. And I said, God help me. Then we came and began living at Mlango Kubwa. At Mlango Kubwa, we began to look around how they are selling fish. They doing this and that. I could make good fish and I could not sell it on road. But I'll go to people's houses and deliver to them those kind of fish that were so sweet. And they told me, Esther, please bring me orders. And then I could feed my children here. I have been used. Or rather, I've served 300 children. And I am a preacher of the gospel from my home. I had a life, but when I came here, I looked around and I said that I remove my honor. I have to eat. I went to Madare. In Madare is where I used to serve in school. Of about 300 children. The way they are. They could even throw at you those plates. But I could wake up in the morning very early. Go and align my sufurias around. I could even be, I could cook for people like catering. So many weddings of the Congolese people here, I could cook for them. And that's why in any party I can be able to serve food there in my own house and even feed people. I know how to cook. You know how to cut your hands. But you can't say that I want to learn. Find right kind of people that I can serve and give me money. You think life will be so easy like that? Life is not as easy as you think. And every job that I could do, I could give my 10%. And anything that I could not partake in my life, it is the 10th offering. And then I got out of the 2-bedroom house and I told God I don't want to stay here. I've stayed in 5 bedrooms for so many years. Many years. Why? Because I am creating a desire. I am never satisfied for what I have.
Kiangalia nikimwanga hii sadaka yenu. If I put down this offering here, hii sadaka inilipiage nyumba. This one cannot even pay my house rent. Lakini najua ninayemtumikia na peana. But I know that the one that I'm serving is filling. Kwa hiyo nitakuja kanisani. Therefore I shall come to church. Pasipokuwa na sadaka. Even without offering. Nikiamini. When I believe. Mungu anapeana. God gives. Lakini hata Mungu humtaki. But for you don't want even this God. Then you ask him, oh, Pastor, what do you do? Don't you see me come here very early in the morning? Are we the same? We are never the same. When you put God in the first place, He'll do everything for you. I have this kind of a budget. In the entire month, I must have 170,000 budget every single month. For me to have my bills be paid and put food on the table. Then ask yourself, this money, where do I get it from? Where do I get it from? God fills. When you cry for 100 shillings, He'll give you 100 bob. When you pray for 100,000, He will give you that 100,000. When you go higher, He will give you more. That's how God is. But if you stay there satisfied, I do business. And you'll never know what I do. Praise the Lord. This is business that I'm doing here. Hallelujah. And therefore I encourage you in the name of Jesus that 500 shillings can even make a good business for you. Kuna siku nilianza kuuza vitenge. There's one day I was selling nilianza na vitenge viwili. Nawaambia niko kwenye I began with the two pieces of clothes. Nikaanza kuuza. I began to sell. Nauza kitenge. Selling one. Inaenda. Goes. Unajua kuna wakati Mungu anakuumba smart. There's a time when God creates you and makes you smart. Alafu ule smart wako. And that kind of your look gives you even those hapa ni warembo lakini urembo wao iko naisha bure. But your beauty wanaonesha tu kwa wanaume. You are showing it to men. Hapana. No. Naona ule mama vile urembo wake. Look at that young lady there. Anauzaga na watu wakimuona wanaona vile anakaa smart. And when people look mama, at her, haupati pesa kwa biashara yako. Do you have money in your business? Sunaona? You see? Sunaona? Sasa wewe uko una urembo. Then you're there with your beauty. Ule urembo wako uishe and you want your beauty just to end like that, looking at men like this, like this. Oh, you're handsome. You are after men, women. Please let that style of your life give you money. And I've been selling those clothes. After selling two, came one man from Congo. And he told me that I've brought those vitenges. And I told him that bring them, I want to sell for you. How much do you want them? He was selling me 1,000. And Esther, I walked around Nairobi. Everyone kitenge was selling at 2,000 shillings. I came back and I got my capital and opened a shop at Isili of those vitenge and machines where people can use them to and that's when I gave birth to this man here. Gave birth to Benja. And I had a shop. I have opened 5 shops here. And you're saying that you said I don't have money. And you get 500 shillings. 500 bob. These 500 shillings, I can even make buy some banana here. Begin to make food out of it. Make some good kachumbari. Go to people who are doing. But just here and saying that I don't have money. Every day you're crying, I don't have money. Stay like that. With no desire, there's no answer. Look at your phone, yes. Every time you are there chatting, you'll die poor. 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 The years to come, you'll begin to hear your pastor has become a billionaire.
Why? Because I am making capacity. I'm creating space so that God could fill me. Every day I tell God that I want you to make me rich. There's no bad life like being a poor person. And I tell God, in my, I don't want my children to help me in my retire time. When I go to the grave, let my children be blessed from me, and even my grandchildren, great-grandchildren, let them fight for what I have created. Friends, find the Lord. Seek after Him. Seek of the Lord. The Lord will answer you and pay you. The Lord pays. When you look at me and I'm angry, telling you come to church, it is just but a testimony. When you follow and seek after the Lord, the Lord will answer you. He will bless you more than even other people. God will bless you. And therefore, my children, as I'm going to sit down there, I pray you. I have taken more time here, I know. I was looking at Paul. Together with everything he had a desire. And because he had a desire, he was filled. Find a desire in your life. Come with seriousness in prayer. You need God also, do you? Do you need a wife? Do you think she'll just come like that? You might find them anyway. And tomorrow you cry. Tears that marriage. But seek the Lord this time you are not in marriage. But on Friday we hear just 2-3 people. And some people are looking for marriages. God answers a place where there's a desire. Continue saying those houses. You'll find people blessed. God bless you so much. God bless you. May you rise on your feet.